Ndugu zangu Wanabuhigwe wenzangu, watu wa hapa Nyankoronko, naomba niwasimulie sababu hasa iliyonisukuma mimi Frank kuamua kugombea nafasi hii muhimu sana kwa jimbo letu, nafasi ya ubunge. Miaka kadhaa iliyopita, nikiwa kijana mdogo wa miaka 11, nyumbani kwetu hapo Kibigwa, walikuja nyumbani maafisa wa uhamiaji na baadhi ya askari polisi. Wakafika pale, wakamkamata baba yangu. Mimi nilikuwa nimetoka shule, sijabadilisha hata nguo. Nikaona baba yangu anakamatwa mbele ya macho yangu, akavutwa vibaya sana, na namkumbuka askari aliyempiga na kusema kwamba baba yangu sio raia. Nilikuwa kijana mdogo sana kama hawa tu, lakini hawa vijana hawa, wazazi wakitendewa mazuri wanafurahi, wakitendewa mabaya wanaumia, hata kama hawana cha kufanya. Na mimi siku hiyo niliumia sana. Nilisimama mlangoni nyumbani pale, machozi yananitoka, maumivu moyoni makali sana. Namuona baba yangu ambaye kwangu alikuwa shujaa wangu anapigwa na kijana mdogo mwenye miaka 30, tena nyumbani. Anasema sio raia. Tena kijana mwenyewe sio wa Kigoma, anatokea Arusha. Amekuja hapa sasa, ameanza kubagua nani ni raia na nani sio raia. Siku ile, japo nilikuwa mdogo sana, niliapa moyoni kwamba siku nikikuwa mtu mkubwa na mimi nitasoma kwa bidii sana. Nikielimika lazima nitarudi nyumbani kufanya kazi kubwa sana ya kufuta huu upuuzi tunaofanyiwa na hawa askari, ili watu wengine wasije wakaumizwa kama mimi nilivyoumia. Sasa namshukuru Mungu kwamba nimekwisha soma, nimeelimika, nimekuwa, na sasa nimekuja kwenu. Ndugu zangu, niko hapa, siko kwenye siasa za kawaida, zile siasa za fashion. Niko hapa kupigania kusudi la moyo wangu nilotembea nalo toka nikiwa kijana mdogo sana. Nilisema nikikuwa nitarudi, nikisoma nitakuja kupambana na haya manyanyaso tumeonyanyaswa miaka yote. Ukiwa Buhigwe, kila kata ya jimbo hili, ukienda Kibande, ukienda Kilelema, ukija Nyamugali, ukienda Mwenzenze, kila sehemu ndugu zetu wananyanyaswa kwenye ardhi ambayo Mungu ametupa, eti kwa sababu tu wao wana mamlaka, wao wanavaa uniforms za polisi, wanaweza kutuchambua, kutuambia nani hapa ni kwao na nani si kwao. Hili jambo ni manyanyaso yasiyo na msingi wowote. Mimi nimekuja kwenu na waombeni ndugu zangu, watu wa hapa Nyankoronko, siku ya tarehe 29 ikifika, nyie mna jambo moja la kufanya. Mnanipigia tu kura, alafu kudili na wao askari niachieni mimi. Niacheni. Sawa. Nikishapewa kura, nikapata hadhi ya kuwa mbunge, hawa askari hawatomnyanyasa mtu yoyote tena kwenye jimbo letu. Hawatasubutu. Na katika hili sifanyi mzaha, na ninapoongea haya ni machungu ya moyo wangu. Hapa tunapozungumza sasa hivi kuna ndugu zetu wananyanyaswa huko. Ukiuliza kosa letu ni nini, wanasema nyie mko mpakani, kwa wenyewe ni Warundi. Lakini ukienda Arusha kuna watu wako mpakani mwa Kenya na Tanzania ambao ni Wamasai.
unaheshimiwa, tena unatembea barabarani na mapanga eti ni silaha na hafanywi kitu. Ila sisi watu wa Buhigwe imekuwa nongwa sisi kuzaliwa mpakani, na hakuna mtu aliyepanga azaliwe wapi. Mungu ndo anaamua, wewe utazaliwa Dar es Salaam, huyo atazaliwa Buhigwe. Ni mapenzi ya Mungu, na ni Mungu ndo ameumba hii ardhi. Popote unapozaliwa wewe, hapo ndio kwenu kwa asili, hapo ndo kwenye kitofu chako. Sasa anakuja kijana ametoka Tabora, ameajiriwa sijui ni uhamiaji, anafika hapa, anamfuata mzee mkubwa kuliko baba yake, anamwambia wewe sio raia. Kweli mtoto mdogo anaweza kujua uraia wa mtu mzima? Alimuona anapozaliwa? Ndugu zangu, naomba mnichague, tumechelewa sana.